Naam. Mpe mwalimu muda unakwenda. Wewe una nafasi ya kuniambia nini mwalimu? Na wewe chetu kimoja ni mwenyekiti, tunaelewana, mimi ndio namjua mwenyekiti mwalimu wangu. Sasa kama vile hujui debate bwana. Unasemaje mwenyekiti? Na sasa Waislamu takbir. Mambo yanaendelea na sadaka yetu pia inaendelea inshallah. Muislamu leta sadaka kwa ajili ya kukidhi huduma zetu na kadhalika inshallah. Taasisi hii haina mfadhili. Kwa hiyo mlango bado hauko wazi wengi mpaka hapa. Alhamdulillah. Kwa hiyo Sheikh anauliza na majibu pia yamekuja. Kiwa akapata huduma ya kwanza tuelewe kwambia kama hajaumia ukitaka hajapata pia, kwa sababu huduma ya kwanza inafikia mijeraha kaumia, basi kapata kinyume cha hapo atakuwa anaendelea vizuri na afya yake. Hiyo tulichonacho hapa. Yesu kafa, kwa ushahidi yuko hai, ana kufa kunakuja. Wewe kama hakujamkuta Isa atabakia hai. Ushahidi ni ule ule kuzaliwa ule. Kwa mwalimu wangu. Waislamu mimi ndio nikasema toka mwanzo umjadala huu tuupinde kwa sababu hakuna hoja. Yaani anaposema kwamba wewe unataka haya kwamba Mungu aseme Ibrahimu kafa, Musa kafa, huyu kafa, Mungu aseme hivyo. Mwenyezi Mungu kwa Isa kuna kitu amefanya specific. Amefanya specific kwa ajili yake. Na ndio maana naomba ushahidi wa specific, naomba ushahidi kama yeye, sababu kuna vitu Mungu amezungumza kama yeye Isa hajazungumza katika jumla ya mitume. Aliposema hivi mtawafika, hakuambia mtu wote, kaongea Isa peke yake. Wewe kama kamwambia huyu Isa peke yake, hili tunahitaji ushahidi pia kwa Isa peke yake kufa. Usiwatee mitume wote wakati huyu ameambiwa kitu cha peke yake. Halafu anaichukua aya kwamba kila nafsi itaonja kifo, kila mtu kafa. Huu utakuwa sisomi. Mwenyezi Mungu anasema dini yake majitu, wajinamwe majituni. Anaambiwa mtume akae na majitu wakati anaambiwa kishakufa. Jamani, elimu yenu anaambiwa haya akikae na majitu wakati mtume yuko hai. Na wanaongeza nao pia majitu wako hai. Wewe umauti huu ni umauti gani? Umauti wa kutoka roho au umauti wa kutoka kumjua Mungu? Ona mziki kama kwenye miti ya hoja hii. Nitaamua kumwakilia huko kwenye hoja hii. Nina kazi nataka kuelekea Msumbiji. Wewe msimtoe kimeoko hapa. Wewe cha msingi katika mjadala huu toka tulioanza hatujaona aya maalum Mungu amweleza kwamba wewe nimekuua au umekufa. Wakati anatoa ahadi kamwambia Isa mbele yake, mimi mtawafika, hakika wewe nitakufisha. Sio wengi, ni mmoja. Wewe mtuletee haya sasa, Mungu anamuua Isa yeye peke yake. Kuna hapa katumia peke yake kwa kafu na kuhatomia. Tuamini kuna kafu ya mmoja. Wewe bado tunahitaji ushahidi kwamba utuletee aya Isa peke yake kafa. Mungu anazungumzia hapa katika tawafu Isa hapa kwamba nitakufisha. Hajafa hapo bado. Sasa mtuletee aya Mungu sasa anamuua Isa. Hii hapo hii anaambiwa mtume innaka, kuna kafu ya Muhammad, innaka, hakika wewe Muhammad maiti. Wakati hapo Muhammad anaambiwa hivi, waindahu hakika wewe nao unaokuwa wewe nao ni wako.
hapo wanatoa kwa rai. Wapi aya Isa kafa? Waislamu takbir. Nafikiri japo unatumia tekniki hiyo lakini huniwezi, kwa sababu hii ni nafasi yangu mimi kama mwenyekiti, niamue tu kutulia, lakini sikuogopa wewe. Na Waislamu utakumjibu Waislamu utakumjibu yeye shaka kanielewa kinyume na utaratibu. Mimi ndo natakiwa kujibu na kuulizwa vipi? Haya, kani mjibu, unakuja utaratibu vipi? Kani mjibu wewe sio unatakiwa kujibu na kuuliza vipi? Wewe utajibuje? Sasa bwana, niaba yangu nitakia wewe na yangu hivi. Waislamu haitoka pale, wewe unapokea kitu gani? Naogopa hata majibu yako. Sasa wewe nenda muombe Mungu, shukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyokufanyia. Haya mwenyekiti, hapa mwalimu wangu amekuja na hoja nzuri kwa upande wa meza yangu kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema mwanzo wa hoja yake, amemwambia inni mutawafika, mimi nitakufisha. Maana yake wakati huo Mungu anamwambia huyu Isa ni wakati ujao ndio atafanya hilo tendo. Baada ya hapo pia akaongeza na tendo lingine atalifanya wakati ujao, warafiuka ilayya, tendo la pili nitakunyanyua kwangu, lakini yote wakati ujao. Qur'ani inakuja Yesu ashaondoka au huyo Isa, maana yake tayari Qur'ani imekuja baada ya Isa kumalizika nabii wake. Kwa hiyo ingekuwa na habari zote zinazomtokea Isa kwamba ashanyanyuliwa au ashakufa. Matendo yote kwa kuwa yanakuja wakati ujao, tuna haki ya kuyaangalia yale matendo. Nitakununulia viatu na suruali. Anaweza kununua viatu leo akamalizia suruali kesho, lakini tena baada ya suruali leo akamalizia viatu kesho, ingawa kwenye sentensi ameanza viatu na suruali. Moja iliyokuja ikatakiwa mwalimu wako kama kweli ni kweli, angetakiwa aoneshe utaalamu wa yale matendo mawili. Mungu kaanza kumfanyia Isa lipi? Watu wanabaki point kubwa sana pale. Ungetakiwa ulete utaalamu wa maneno kwamba yale mambo mawili yale, kunyanyuliwa na kufishwa, Isa kaanza kufanyiwa lipi na Mungu? Halafu kwenye swala la kufa, hata kama kaahidiwa mtume, kaambiwa kabisa wewe ni maiti, lakini muda huo si kwamba mtume ni wako kwenye jeneza, na inatumika kafu kabisa wewe, tena kwa tauhidi nyuma innaka, kama umekwenda shule vizuri, wewe ni maiti, lakini mtume anaendelea kula tende. Haitoshi na hao wanakufuata wainahu. Sasa lazima tuweke vizuri. Ukihitaji ushahidi gani Isa yuko hai, tunakuomba kwanza twende makini, ushahidi gani unaothibitisha kwa usomi Isa kafa? Hadithi zisizo na mashiko kapokea nani haieleweki, kitakuweza maelezo kipeperushi, kitabu huna na kipeperushi hapo umeshakaja kliniki. Hatuna ushahidi, hatuhitaji vitu kama hivyo. Kama una kitabu na hadithi ina vipimo ya kutosha kuwa ni hasan, dhaifu au sahihi, tutaipatia pale ilipo. Habari ya kutoa hadithi hata mpokeaji hajulikani, unaonekana kule hivi ndio hadithi kabisa. Tusipita jamani, nakwambia hivi, mshukuru Mungu kuongea na huyu mzee mwenyekiti, na yazungumza haya wewe makini na mtenda na huyu wakisomi. Wewe ni wanani huo? Labda sikiliza nikuulize swali mwenyekiti. Sisi tunachungu sana kwa sababu hii kazi ya dawa ni kazi yetu. Hatuongee na nyie peke yenu, na tushaongea na nyie Tanga, Dar es Salaam. Dar es Salaam nyie mmejificha kama vile hapo. Ndio kwa sababu makuu. Tunakuja leo. Wewe na kuuliza mwenyekiti. Sawa? Hebu soma hapo kwenye Qur'ani 3:55. Soma wewe na soma kati yako. Soma. Umeuliza zaidi ya dakika 10 na kitu. Mwalimu,
Sikia pointi. Sikiliza pointi. Sikiliza pointi. Katika utaratibu. Sikiliza basi. Twende vizuri, twende vizuri. Twende vizuri. Twende vizuri. Twende vizuri. Ndani ya utaratibu. Nisikilize sasa. Wewe twende sio na shida. Twende vizuri, nisikilize basi. Nasema hivi. Kwa mujibu wa 3:55. Sikiliza basi wewe, sikiliza. Ukiuliza swali, sikiliza basi. Wewe unataka kuuliza kwa nini wewe utaratibu ni kwamba wewe Muhammad. Hata nijibu swali langu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waislamu na kuuliza naelewa wangeelewa. Naelewa. Waislamu kazini niweza mpaka 86. Wakati kazi naanza Dr. Sule fundi mbao. Dr. Sule fundi mbao anakuja kwenye bandari na mzungumza na mtu aliyekaa Marekani miaka 7. Dr. Sule anaweza mbao zake chini ninaongea na mtu aliyekaa Marekani miaka 7. Baada ya siku 3 yule mtu anasilimu. Dr. Sule ananiaje mwalimu anakuja kusoma nikamwambia John bwana. Baada mke wangu ndio alikuwa vitabu na kufundisha mazinge Dr. Sule mashaka wengi tu. Mpaka 89. Sasa mimi nishaongea nao sana. Nimeshaongea takabur inahitajika kwa Uislamu ulizifu. Kama unaoja mnachukua watu kutoka Morogoro nyinyi hamjasoma hapa. Sio umetoka Dar es Salaam hajasoma. Mimi nimekuja hapa lengo langu ni kuzungumza na Wakristo. Mimi ndio mnaomba mjadala. Sisi tumekuja hapa leo kuzungumza na Wakristo. Mimi mkasema wangu mashehe tunaomba mjadala. Mkawapelekea barua maimamu hapa tunaomba mjadala. Mnaona wote. Wakristo hawawezi wewe. Hawawezi Wakristo. Unasema sababu wewe atakupa hoja swali moja uweze ukalijibu. Unasema Wakristo wanakuwa mbele kushukuru kwa kufanyia swali ambalo unataka kulijibu. Hamtaweza kulijibu. Bwana balayo. Mimi nishaongea na Karuta bosi wake yule Karuta. Hata hivyo tunapenda Waislamu tunawaambieni kwamba hivi msiende kwenye mkaniani hawana hoja wale fanyeni kule Waislamu tajiri Baba napenda vizuri. Nataka kujibu swali langu. Natakiwa nijibu swali langu. Wakati wangu tumio. Wao usizingie mic. Nataka nijibu maswali mliniuliza. Wajua kwa mimi nimekaa ni fundi mitambo, ni mwenyekiti na ni mwamuzi. Utaratibu ni kwamba nijibu swali. Shauri mtakuwa mnaogopa majibu yangu. Wewe imani yako majibu yangu yana maswali ambayo hamna majibu. Wewe mnataka mfunge umajara. Sio kusema madhara. Basi niacheni nijibu. Sikiliza basi. Niacheni nijibu muulize swali watu nataka kusema nini basi. Hiyo sasa hawajala. Tumemaliza. Hoja ni hivi. Mwalimu. Ndio mwenyekiti. Tunarudi kwenye mada. Waislamu sikilizeni. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mimi ndio kama tunamtaka. Ni
ameshindwa. ndio niliyeshindwa. Weka chini bali. Sio wako kwa kweli mimi nimeshindwa. Mimi nimeshindwa nini? Unaona bwana? Mimi ndio niliyoshindwa. Lakini kwa utaalamu wa wasikilizaji, watu wenye akili, watu waliotulia, wanajua kashindwa nani. Huwezi kumshirikisha mtu kwenye maisha kwa umeshindwa. Anashindwa mtu kwenye hoja. Nimeifunga ibada kwa makusudi kwa sababu hapa sisi tumeomba kilali. Hapa tuko msikitini. Tunaangalia mazingira yanakwendaje ya mkutano. Mimi mtu mzima unajua mimi kwa taifa nafahamu vizuri. Naangalia mitazamo ya mjadala. Anaonekana hajai taaluma mjadala hana. Hajai taaluma mjadala. Mwenyekiti unamtangana maiki. Unafahamu mwingine, mimi naangalia mazingira. Kama wewe unakuja hapa kwa ajili ya kushindana ili ushinde, umeshinda ndugu yangu. Lakini ushahidi wa Yesu kafa. Una swaliani mtume. Unashinda mtazamo. Waislamu takbir. Allah. Hata tunapofanya mihadhara maeneo mbalimbali, tunapochagua sana katika masala ya kufa kwa Yesu,